Breaking news in a while, tuko na Pietro Parolin ambaye ni raia kutokea nchi ya Italy, na of course nikwambie kwamba mwamba huyu bwana amekuwa akipendekezwa mpaka muda huu ana asilimia almost more than 70% kuwa papa kuweza kumrithi marehemu Papa Francis. Sasa in short ni kwamba kiuhalisia kumekuwa na taarifa tofauti, ila kabla sijaweza kuendelea ni kufahamisha tu kwamba mwamba Pietro Parolin amezaliwa tarehe 17 Januari mwaka 1955 na mpaka hivi sasa anatimiza miaka 70, na ni ishara njema na ya wazi kabisa kwamba uzoefu alionao tokea kipindi cha mwaka 2013 katika nchi ya Italy kwenye jimbo la Vatican akiwa kama katibu na sehemu kubwa ya jimbo la upapa, ambapo imeonekana kuwa kabisa kama mwamba huyu ameonekana kuteka hisia za waumini wengi sana, na ndio maana mpaka muda huu ni kwamba mapendekezo yaliweza kujipendekeza kwenye nafasi na awamu tofauti ni kwamba Pietro Parolin ana asilimia 70 mpaka 80 ya kurithi nafasi ya marehemu Papa Francis. Ila shida iliweza kuja mpaka muda huu, pia mwamba huyu amekumbwa na skendo tofauti zinazomhusisha na masuala ya Freemason, lakini pia na swala zima la kujihusisha na kukubaliana pia na ile serikali ya kukubaliana na mapenzi ya jinsia moja. Nafikiri kwa marehemu Papa Francis of course na mwenyewe pia alikuwa ni mdau wake mkubwa na mshikaji wake mkubwa. Sasa kutokana pia na mapendekezo tofauti kwa baadhi ya sehemu kubwa kwa watu wameonekana pia kuwa ni wenye heshima kubwa katika nchi za Kiafrika, na wao pia wakiwa ni sehemu ya viongozi wa Kikatoliki wakubwa ndani ya nchi za Kiafrika, wameonekana kupingana pia na tetesi hizi ambazo zinadaiwa kwamba endapo mwamba akachaguliwa na akawa papa moja kwa moja wa kuweza kumrithi Papa Francis, manake tayari swala zima la kukubaliana pia na mapenzi ya jinsia moja litakuwa liko pale. Na kiuhalisia kwa this time around imeonekana kwa viongozi wa Kiafrika wameonekana kupingana dhahiri shaili na viongozi kutoka nchi za nje, ikiwemo pia katika nchi ya Italy, na kama unavyoweza kujua kabisa kwamba sidhani kama itakuwa ni rahisi sana kwa papa kutokea katika nchi za Kiafrika, na ndio maana mpaka sasa hivi mwamba huyu Pietro Parolin ameonekana kuwa na asilimia kubwa ya kurithi nafasi ya marehemu Papa Francis. Kwa hiyo ni taarifa ambayo mpaka muda huu inaendelea kuumiza vichwa vingi sana, licha kumekuwa na mtazamo tofauti kwa baadhi ya waandishi, lakini pia na baadhi ya majimbo tofauti ambayo yameonekana kupendekeza pia viongozi wengine ukiachana na Pietro Parolin. Nafikiri cha msingi tukutane kwenye comment ndani ya channel yetu pendwa ya Hatboy Media.